Mchezo ambao unapendwa sana ni football, mpira wa miguu, na kuna kila aina ya ushahidi kuonyesha kwamba football inapendwa sana, na inapendwa na watu wanaoingia uwanjani, watu wanaofuatilia matangazo ya mpira, iwe katika television, iwe katika radio. Utaona clubs zilivyo kubwa na wanachama na wapenzi, hiyo huyukuti katika michezo mingine yote. Haina maana kwamba tuna play down au tunadidimiza michezo mingine, lakini ndio silka, ndio hali tulioikuta kwamba Watanzania tunapenda sana football. Sasa na tungependa football ilete heshima, ilete faraja, ilete burudani kwa wenye timu zao, iwe ni timu kwa maana ya clubs za huko mitaani, iwe ni timu ya taifa. Timu ya taifa ni yetu sote, na wakati wote Mheshimiwa Rais amekuwa akihimiza, na tumemwona kwa hali na mali akichangia fedha nyingi sana, akitoa maelekezo kutaka timu ya taifa ifanye vizuri, kwa sababu ndio eneo ambalo tutapata sifa, na hata vijana wetu wakajulikana nje ya nchi, wakaenda wakapata nafasi za kwenda kucheza kule. Ni miaka mingi tumeona ni Bwana Samata sana ndio waliofurukuta, wako wengine wachache, lakini sio wanaotajwa hivyo zaidi ya Bwana Samata, na imeshapita miaka zaidi ya 4 hatujapata mwingine aliyochomoka kama yeye. Sasa sisi ambao tumo katika biashara inayohusiana na michezo hii, hasa football, kuna kitu kinatukera. Mimi kuna kitu kinanikera. Kitu gani? Kitu ambacho utakuta kwamba kampuni zetu hizi za michezo ya kubashiri matokeo au michezo ya kubahatisha kwa ujumla wake, tunafaidika sana na football, iwe ni kwa michezo ya nyumbani, iwe ni kwa michezo ya nje, lakini yenyewe ni football. Sasa football ina gharama kutayarisha timu, kama tulivyoona leo Namungo wanahitaji kwenda nje ya nchi, wakati huo wana gharama za kuendesha ligi ya kushiriki ligi, lakini wakati huo wana gharama za kwenda nje. Timu kama hii na timu nyingine ambazo tumeziona zikihangaika kutafuta fedha kwa ajili ya kusafiri tu, na kuna ushahidi, timu moja hapa imeshushwa daraja kutoka daraja la kwanza kuja daraja la pili, nafikiri la tatu, Singida United, kwa kukosa kufika tu uwanjani, na yumkin hawakufika uwanjani kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kusafirisha timu au kuweka timu camp na kugharamia safari hizo. Sasa hii hali inatisha, na ni hali ambayo ina hata sababisha matokeo ya uwanjani saa nyingine yatie mashaka, kwa sababu timu haijajitayarisha vizuri inakwenda uwanjani, na haijajitayarisha vizuri kwa sababu haina uwezo wa kifedha. Na hapa ziko kampuni za betting, hizi kampuni za michezo ya kubahatisha, hizi za ubashiri, ambapo wanatumia products za football, iwe ni kama nilivyosema, iwe ni ligi ya nje ama ligi hapa nyumbani, kwa sababu hata ligi ya nyumbani tunatumia hizo contents ili kuweza kufanya ubashiri wa mechi za ligi. Ukiona hata mechi yako ya jana Coastal Union na Namungo ilikuwemo katika kampuni nyingi sana, wakisema watu wabashiri. Sasa nyie mnatoka jasho na wengine wanatoka jasho. Swali langu mimi kubwa ni hizi kampuni zetu za betting zinarudisha nini kwenye football? Miaka 2 iliyopita nimekuwa nikizungumza na viongozi wa kiserikali kuhusiana na swala hili, kwamba jamani, hebu angalieni kwamba kama zipo kampuni zinaweza zikagharamia udhamini, kwa nini kampuni nyingine ambazo zinafaidi na football zisigharamie? Swali langu kubwa ni hilo. Ndio tunalipa kodi, sawa, lakini tunaufanyia nini mpira wa miguu? Swali, unaufanyia nini mpira wa miguu? Sasa ningetoa rai, na hii nitaomba kuungwa mkono na waheshimiwa wabunge, akiwemo Mheshimiwa Kungu hapa,
kwamba ningetamani nipeleke hoja bungeni, hoja binafsi, ama kushawishi waziri wahusika wa michezo na waziri wa fedha kwamba masharti ya leseni ya kuendesha michezo ya betting, michezo hii ya ubashiri wa matokeo ya mpira na michezo mingine, sasa iwe ni lazima kwa kampuni za betting kudhamini football, iwe ni kwa klabu za Premier League ama First Division, lazima iwepo hiyo. Kama sisi tumeweza kudhamini klabu 3 kwa wakati mmoja, Young Africans, Simba Sports Club, Namungo, ingawa Namungo hatuja watendea haki hiyo kubwa, lakini at least something is better than nothing, kama tulivyoona leo. Nimeona baadhi ya timu baadhi ya kampuni wanadhamini, lakini pia sheria iende mbali, iangalie thamani ya udhamini. Sio mtu tu adhamini vihela vidogo ambavyo havisaidii zaidi. Tungependa tuone kwamba kampuni hizi za betting zinadhamini kweli football na tuweze kuona mabadiliko, kwa sababu kama klabu zetu za Premier League na First Division zitaweza zikajimudu vizuri sana kuendesha michezo na kwenda katika mashindano na kuwa na quality players wa Kitanzania, ni dhahiri kabisa hata timu yetu ya taifa tunaweza tukapata wachezaji wazuri sana. Hata kile kilio cha Mheshimiwa Rais kwamba tunataka kushinda kinaweza kukamalizwa. Leo hii ligi yetu imekuwa populated na wachezaji wa nje sana, hasa katika upande wa ufungaji sana. Ndio hivyo, ndio ukweli, na ndio maana sisi tuna struggle sana katika kuunda timu ya taifa. Wachezaji wetu kusema kweli hawatupi yale matarajio tunayotaka. Lazima tujenge vilivyo Premier League clubs na First Division na ikiwezekana Second Division, ili kule wapikwe wachezaji wa Kitanzania vizuri zaidi, wanavyokuja juu waweze kusaidia kuunda timu ya taifa vizuri. Sasa niliwaita, bahati nzuri leo tulikuwa na sherehe ya kukabidhi mchango kwa timu ya Namungo, lakini tuizungumze swala la kuweza kuboresha klabu zetu zinazoshiriki Premier League na zile ambazo ziko katika daraja la kwanza. Kuna kampuni karibu 23 za betting hapa Tanzania. Na timu za Premier ziko ngapi? 18. Ina maana hakuna timu ambayo ingeweza kukosa udhamini, hakuna. Maana yake ni hiyo. Na ikabakia kampuni nyingine wakadhamini daraja la kwanza ama daraja la pili. Hivyo mimi ni rai yangu hiyo, na ningewaomba wadau wa michezo waweze kuisupport hiyo, waheshimiwa wabunge kule bungeni, lakini vile vile wananchi wengine waweze kuliona hilo, waweze kulisupport kwamba tunataka masharti ya leseni za michezo ya kubahatisha, hasa michezo hii ya betting, ilazimike kampuni kudhamini klabu ya mpira wa miguu daraja la kwanza ama Premier League. Yaani hiyo ndio somo ambalo ningependa sasa tulipeleke katika mrengo ambao timu zetu zifaidike kutokana na kazi wanayoifanya. Asanteni sana. Kama kuna swali kwa kusema ama kwa kusapoti yale yalotoka kuongea Mheshimiwa Talimba kwamba hakuna kisicho ama hakuna jambo ambalo liko pembeni ama lisilokuwa wazi kwamba mchezo wa mpira wa mguu unahitaji pesa nyingi sana. Lakini pia vilabu kama vilabu vyenyewe kujiendesha na kuweza kuhimili kumaliza ligi ni jambo gumu mno, kwa sababu mimi naongea nikiwa na uzoefu, kwa sababu ni kiongozi pia wa klabu ya Namungo. Natambua na ninafahamu namna ya changamoto kubwa tunazozipitia kutokana na uhaba wa kiuchumi, na ndio maana utakuta hata timu zetu nyingi zinashindwa kufanya vizuri. Sio kwamba zina wachezaji wazuri. Mimi tu niseme timu zote za Tanzania wachezaji wake ni wazuri sana. Kama uwezeshwaji unakuwa wa kutosha, naamini wazi kabisa hakuna timu yenye wachezaji wadogo.
kila timu, hata ile timu ambayo inakuwa nafasi ya mwisho kabisa, kama wanalipwa mishahara vizuri, wanakula vizuri, wanasafiri kwa wakati, wanalala sawa sawa, basi inawezekana hata Simba pia wakapata ushindani kutoka kwa ile timu ya chini kabisa. Lakini vile vile wakiwa ndani ya uwanja unaweza kushindwa kutofautisha kati ya Yanga ambayo inashika nafasi ya kwanza na ile timu ya mwisho kabisa, ukashangaa michezo ikawa sawa sawa, au vinginevyo hata Yanga wakafungwa. Lakini sasa tunaona kuna timu kubwa 3-4 kwa maana tu ya kwamba uwezeshwaji wa hivi vilabu vingine haupo. Sasa basi mimi niunge tu mkono hoja ya Mheshimiwa Talimba kwamba hizi kampuni za Tanzania ziige mifano kwa hizi kampuni nyingine ambazo zimeonyesha kusaidia football. Lakini pia kwa sababu na sisi pia ni waheshimiwa, tuna nafasi kubwa ya kushauri, tutaenda kushauri wizara husika ama mawaziri husika wa michezo, na wao pia tunaomba watuunge mkono, lakini pia wabunge wenzetu watuunge mkono ili kuweza kuisaidia mchezo wa mpira wa mguu Tanzania, kwa sababu ni kwamba yako makampuni ambayo yananufaika kupitia mchezo wa mpira wa mguu. Sasa kuna haja sasa ya kuona serikali kwamba zile kampuni zote ambazo zinanufaika kupitia mpira, basi tuone zinafanya nini kwenye mpira, zinafanya nini kusaidia mpira. Hiyo ikiwa kama ni sheria, basi ligi yetu inaweza ikawa bora sana, na hatimaye tukapata timu ya taifa inayokwenda kushindana, sio kushiriki, na hatimaye tunakwenda kushinda. Hiyo ni lazima tuweze kuiona kwa mapana yake, na tujaribu kuchukua hatua, na tukichukua hatua tunaweza tukawa tuna ligi bora zaidi. Kwa mfano, nitoe tu mfano wa makampuni kadhaa ambayo yananufaika na mpira wa mguu, makampuni ambayo Mheshimiwa Talimba alishasema hapa, ya makampuni ya kubashiri. Lakini ukiyatoa ya makampuni ya kubashiri, tunachukua mfano mzuri wa Azam. Kampuni ya Azam inanufaika kutokana na watu wanaangalia mpira wa miguu kupitia Azam Sports HD. Kwa hiyo wao wanautendea haki mpira wa Tanzania, kwa sababu ndani ya wadhamini wakubwa wa ligi yetu ya Tanzania Azam yupo pia. Kwa hiyo wao ndo wanasaidia hata hivi vilabu vingine kuweza kusajili, ama vilabu vingine kuweza kupata mambo ya accommodation na mambo mengine kwa sababu ya udhamini wa Azam. Lakini pia nipongeze Vodacom. Vodacom ni wadhamini wetu wakuu wa ligi, nadhani kwa miaka 3 hivi sasa. Wao pia wanadhamini ligi, na tunashukuru tumeweza kusajili na mambo mengine kwa sababu ya udhamini mkubwa sana wa Vodacom. Lakini bado haitoshi, hawa wadhamini wetu mwingine ni KCB nadhani. Kwa hiyo hawa wadhamini ambao tumewapata, na ndo ambao viongozi wetu wa chama cha mpira Tanzania wamehangaika wamewapata wao, haitoshi, haiwezi kukizi hata kwa ile klabu ya chini kabisa ambayo unaona haina matumizi makubwa. Kwa udhamini huu tunaopata, yani hatuwezi kabisa kumudu kumaliza ligi, na ndio maana unaona timu nyingine zinakuwa zinafanya vibaya sana. Nyingine sasa hivi zimepata bahati mbaya ya kushushwa daraja. Sio kwamba zimeshushwa tu daraja kwa kutokupenda kucheza ligi kuu, hapana, bali changamoto za kiuchumi ndio zinakuwa ngumu, pamoja na udhamini ule wa Vodacom, wa Azam na KCB bado haitoshi mpaka timu inakwenda inashushwa. Na eneo lingine ni sisi kama viongozi ndio tunapaswa kuhakikisha tunatafuta wadhamini, lakini makampuni yetu ya Kitanzania bado hayajaamka, hayajawa sawa sawa sana kwenye swala zima la kudhamini mpira wa Tanzania. Kwa hiyo pointi kubwa ni kwamba wizara husika ione namna ya kufanya, ama namna ya kuzibana zile kampuni zinazonufaika kupitia mpira wa miguu, ili sasa tuone wao wanafanya nini kutokana na unufaikaji wao, na wanasaidiaje mpira wa Tanzania, na hatimaye tuwe na ligi bora Tanzania. Africa. Mimi naitwa CK Miss G&M Cargo. Leo nina surprise yako nzuri kabisa kutoka hapa G&M Cargo katika msimu huu wa sikukuu, yani Christmas na mwaka mpya.
Kwa jina naitwa Geoffrey Mbilinyi, CEO wa G&M Cargo ambayo inasafirisha mizigo kutoka China kuja Afrika Mashariki. Kwa niaba ya kampuni tunaomba kutoa shukrani za dhati kwa ushirikiano ambao umetupatia zaidi ya miaka 10, na hasa hata kipindi cha changamoto za corona umeendelea kuwa nasi na kuendelea kutuamini. Tunaahidi kutoa huduma nzuri zaidi katika mwaka 2021. Kwa niaba ya kampuni ya G&M Cargo tunawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Tunapatikana Banyuan, Guangzhou, China. Niko hapa Tanzania, tuko jijini Dar es Salaam. Tuko Kariakoo, opposite na Azania Bank. Tuko pembezoni mwa Simba Sport Club Building. Tuko floor ya 3. Ukifika uliza G&M Cargo. Na kumbuka, G&M Cargo, we are the best cargo company in East Africa.